Karibu. Ndio kama unavyoniona. Kwa shoga. Pesa yangu dada. Usinikwambia wiki. Jamani, subira, si nilikwambia nitakupa wiki ijayo shoga yangu. Mbona hivyo lakini? Yaani wewe kila siku unazidi kuongeza nafasi. Pesa yangu ulikuja kuchukua kwa wema tu. Leo unanipandisha yani. Kesho. Wewe naomba hela yangu. Mama. Ni kweli lakini sasa hivi mambo yangu yapo vibaya sana. Sina hela kwa sasa hivi. Naomba nivumilie kidogo tu. Usizulumu. Nishaona wewe una dalili ya kunilipa hela yangu. Si unaelewa? Sasa cha msingi tu ukitaka tumalizane. Nenda kulala na bwana wako huko ndani. Tumalizane tusidaiane kabisa. Maana wewe uwezo wa kunilipa huna. Subira. Pesa na mume wangu vinahusiana nini? Sasa mke wangu, kwani una shida gani wakitembea na mimi? Kwani siku leo tu? Wewe nyamaza, hayakuhusu. Basi tuendelee. Yaani wewe unanidai pesa yako useme kwa lana yangu, hiyo haiwezekani. Abadani. Siwezi kukubali kitu kama hicho. Wewe nishakuvumilia, nimechoka. Yaani hiyo ndo uamuzi wangu. Utake nafanya, usitake nitafanya. Wewe. Yaani subira, upo serious kabisa. Jamani nyie, mume wangu! Subira! Mtoe mume wangu jamani! God have mercy upon us. Vipi mkangu? Vipi mke wangu? Hivi mwanaume anajielewa kweli wewe? Wenzangu wanapewa wanaume wenye maana, wanaume wenye haki zote mama, lakini wewe ni chizi toleo la mwisho. Lakini ndo kaniforce mimi mwenyewe sijapenda kabisa. Hebu nyamaza huko, lione kwanza. Kwa hiyo unashindwa kujizuia wewe? Kulikuwa na lazima gani kuingia naye ndani yule dada? Sio ungejizuia, jishikilie lione kwanza. Utauponza siku nyingine mwanaume mjinga wewe. Wewe. Vipi sasa? Shwari. Sasa mbona jamii mwanzo nimekaa guest mpaka saa 10 sija kuona. Ndio nini sasa kunifanyia kitu kama kile? Jana mwenzangu nilishinda hata kutoka. Baba alikuwa ananizi, yani baba alikuwepo kwa muda wa kutoka ni sina, yani alikuwa ananibana sana. Sawa basi. Muda ndio utondoke basi tukamalizane. We, haiwezekani. Sasa haiwezekani kivipi jamani? Haiwezekani wewe, afu mbona haraka sana? Ilikuwa tuna mwezi mmoja hata tujizoeana vizuri, wataka tuende jamani, hivi kweli? Basi sawa, nisikilize. Mimi nilikuwa naomba uniridhishe kwa leo tu. Yaani dakika 30 tu afu unaenda pale kwenye kazi zako. Kwa leo tu. Haiwezekani. Ukitaka hivyo, njoo nyumbani kwetu tuwe barua, hicho kitu kitawezekana. Lakini bila hivyo, hapana. Sawa basi, mimi nishakuelewa. Mimi nitakuja kutoa barua kwenu. Lakini nilikuwa naomba na kuahidi mimi nitakuoa. Naomba tu nifanyie kwa leo tu. Hapana, haiwezekani. Haiwezekani hicho kitu kabisa. Wewe jao mshikaji wangu ushaanza kuzingua kabisa. Sasa ndo nini sasa kile unafanya? Kwao nipende au vipi? Hamna, sio kama sikupendi. Namna una haraka sana lakini. Kwao umenenyima au vipi? Basi sawa, haina shida. Mimi nitajiridhisha mwenyewe. Kivipi sasa? Niache nitajiridhisha mwenyewe, sitaki uniulize nafanya nini.
Huh? I don't want peace. I want problems always. Wewe unafanya nini? Wewe. Acha utajaribu jamani. Wewe utajaribu. Oe. Vipi hapo? Wewe umechakufua kule, unakuja kuongea, ulikuwa unaongea na nani huko? Kuna watoto hapa walikopo wanacheza ukuta, nilikuwa naambia wataharibu. Oe, acha madharau hizo, dharau, tutaki madharau. Hizo dharau, yaani wazazi wapo ndani, wewe unamtapo bwana wako, unaongea naye au vipi? Tutakupiga mibanzi wewe. Alafu Kiswahili tushakwambia, madharau tutaki. Hapa mtaani. Umesikia mambo yako kufanya huko? Umesikia wewe? Nenda kafue kule. Duanzini. Sasa mdai, naona mwanangu mtaani kwangu ile purukushani nyingi, kuna nini? Oya kaka, mimi nimekuja mwanangu hapa na shida kidogo. Kuna jambo mwanangu anataka unisaidie. Jambo gani? Bwana kaka, mimi kuna demu mmoja mwanangu nimemtongoza pale bondeni. Yule Pamela, unamjua yule? Hapa mtaani kuna Pamela hapa. Anakaa pale kwa mzee Msoveti pale bondeni pale. Okay, ndio nishampata. Si chini pale. Sasa mwanangu ule demu unapomuona mwanangu, mimi nimemtongoza. Kwa baada ya kumtongoza nangu mimi mwanangu nifanyaje? Nimng'ate yule demu. Lakini mwanangu naomba kaanza kuuta vipengele kibao. Ananiambiaje? Mimi nataka unioe. Yaani sifanyi bila kuoa. Nikaona mwanangu shaka kwa kipengele. Alafu na mimi ndugu yako mwanangu kabisa unanijua. Mimi sio muoaji na sina nia ya kuoa. Mimi mchezeaji tu au vipi? Sasa nikakaa nikafikia nikaona mimi mwanangu utakuwa simpati huyo. Naona hapa nifanye nini hapa? Nikaona pale na ndugu yangu pale na nikumbeve yupo kidogo kasoma dini. Ndio nimekuja ndugu yangu, kuna mchezo mimi na yeye mwanangu tunataka tu ucheze. Upi huo? Wewe kwa vile mwanangu umesoma dini, mimi nataka nikupe kazi moja. Uandike barua. Alafu umpelekee nani? Baba yake pale ya posa. Kwa baba yake akishakuiona, moja kwa moja atasema kabisa ukijana kweli ananiana nani? Na binti yetu akumuoa na sio kumchezea. Akikubali tu ile barua, akikubali na yule demu, haki ya Mungu mwanangu, mimi nachinja pale tena sioi tena. Ila ndugu yangu, basi una mke. Sasa wewe mke wako yule ana shida gani yani? Sasa bora utulie naye tu yule. Sasa mwanangu, tayari mangu anamboshaanza kunizingua mwanangu. Sasa mke wangu na hapa inahusiana nini? Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya yule mwanamke, sio kwa ajili ya mke wangu. Ushaona? Wewe nisaidie kwenye hili. Na mwanangu kuja kumwambia mwanangu mimi na udugu unakufa. Basi kutokana na yeye mwanangu, haina jinsi. Sasa mimi nitafanya. Wanawake wako wengi. Poa. Mimi nitafanikisha. Sawa. Sasa hapa tutafanya kitu kimoja. Mimi nitakupa pesa kwenye bahasha kidogo. Nyingine utakunywa soda wewe, sawa? Baridi. Sawa. Wewe itoe wewe, lazima poa basi. Hii hapa hii. Au vipi? Basi sawa. Sasa ndugu yangu cha kuzingatia pale kitu kimoja. Wewe ukienda pale mwanangu, ukishakutoa ile posa ile. Naomba mwanangu unijazie sifa. Waambie bwana kijana huyu hapa huyu sio mzinifu, haja kushiriki tendo, yani hajui chochote. Ndio kwanza naomba anaanza maisha. Yaani mwanangu wakija kunikubalia, nitaichapa kwa ile mtoto mpaka mangu mangu naomba oya mangu atasema mbona. Basi usijali, mimi nikuahidi mwanangu kitu kimoja, leo usijali. Mimi siendi kuharibu. Au sio? Humo ndo napita. Hapa kijaribika kitu hapa. Basi mwanangu haina noma baba, mimi nikuache. Poa, haina noma, mimi nipo hapa ila baadaye nitakucheki. Poa poa. Karibu sana mzee wangu. Asante sana mzee wangu. Bwana mimi nimetoka mbali kidogo. Nimetumwa hapa. Umetumwa? Kuna kijana amemuona mwanamke wa ndani kwako. Kama desturi zetu sisi wa Tanzania lazima tulete kwanza barua na mambo mengine yaendelee ili mradi tusionekane waone. Sasa kuna barua hii nimeileta. Hii barua ya posa bwana. Barua ya posa. Kuna kijana huko kamuona mwanao. Sawa.
Basi hapa imefika. Sawa. Kama imefika kwa jambo hili ambalo nataka kulifanya ni nzuri sana kuliko ile kuchezeana inakuwa sio mzuri. Ndio. Ila kuna kingine. Alileta posa hii. Huyo kesho majira kama saa 7 hivi afike. Sababu kuna mila zetu sisi. Ndio. Ehe. Kabla hajaoa aje kufanya mila kwanza. Basi sawa, hamna shida. Mimi nitaenda kumfikishia na hiyo kesho saa 7 atakuwepo hapo. Sawa, hadi ni hivyo. Basi sawa, mimi nikushukuru. Haya. Haya, Mimi inshallah. nikuache. Haya, inshallah. Haya, inshallah. Haya, inshallah. Haya. Vipi ndugu yangu bwana? Unampia gani kulopotoka? Bwana kule mwanangu. Naweza nikasema mambo mazuri kwa sababu nilivyoenda na walivyonipokea wamenipokea vizuri. Yaani wewe tuseme una bahati ndugu yangu. Nimepeleka barua, majibu waliojibu mazuri. Au si? Yaani hapo wewe andaa tu harusi basi. Loya. So mchezo. Ingine hivi. Ila sasa yule baba yako mkwe kuna kitu kaniambia, babu harusi kabla hujaoa kuna mila zao na desturi zao unatakiwa ukazikamilishe. Mila tena? Mila gani hizo? Kusema kweli hizo mila mimi mwenyewe sijui na hawajaniambia. Lakini wamekwambia wewe kesho saa 7 uwe pale. Au si? Kuna mila zao unatakiwa uzikamilishe ili mradi mambo ya harusi yapange vizuri. Basi sawa, haina shida. Mimi nitaenda kesho saa 7. Itakuwa vizuri. Basi sawa mwanangu bwana. Mimi nikushukuru sana kwenye hili. Basi sawa, ila kesho usikose. Basi poa mwanangu, kwa hili bwana. Poa, mimi nipo hapa bwana. Poa. Karibu sana kijana. Asante mzee, asante. Karibu sana. Yaani jisikie kama uko nyumbani. Kabisa. Yaani katika vijana ambao kwa sasa hivi mwenye akili sana, wewe unananiu sana kwa sababu umeamua kutoa barua na kuoa. Lakini ujumbe wetu umekufikia na hisi. Kanikibishia kila kitu mshika. Kaniambia kila kitu. Kama nimekuja. Kakwambia Sasa basi sisi tuna mila zetu. Tunamtaka mwanangu. Na umempenda kabisa. Basi sisi tuna mila zetu. Mila gani hizo mzee? Mila zetu ni kwamba inatakiwa uvute. Yaani uvute bange. Bange tena? Lakini mzee, mimi kiukweli bange wao wananisumbua sana. Alafu mimi nina majini kichwani. Yaani kule nyumbani kwetu kule masuala mizimu alikuwa nikivuta kidogo naweza kaniletea shida kwa upande wangu. Yaani una majini na mashetani kichwani. Yaani napandisha. Basi usiwe na wasiwasi. Sisi tutaongea nao kwamba mimi hapa nishawahi kuwa mganga kipindi cha nyuma huko. Kwa mimi nitaongea nao vizuri tu. Haina shida. Wacha waje, ila wewe chemka mweshee kwanza. Mweshee. Hizo ndo mila zetu. Wesha hapo. Hizo mila zetu. Unajua zile. Wesha kweli. Hizo ndio mila zetu. Hata wazungu wana mila zao. Mfunike bwana. Mkeni kwanza. Baba njoo taratibu baba. Sawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mnasemaje? Sisi nia na madhumuni tulimhitaji huyu kiti yako. Anataka kuoa. Anataka kuoa kwenye mji wangu. Sasa basi
sisi tuna mila zetu. Kwa hiyo tumemwita huyo kiti wako hapa kutokana na mpenda mwanangu. Kwa hiyo amejaribu kutumia vile vitu vya mila yetu. Vipi, naona mmekuja na sisi tulitaka kuelewa. Kwani ana shida huyu? Ukiti mnamjua? Hatumjui si. Au mjui si ndio? Mimi tunamjua vizuri Ukiti. Ukiti mshenzi sana. Kwanza mimi ninavyosema mpaka dakika hii, huyu ana mkewe. Ana mke? Na mnapomuona kashakataa mimba zaidi ya 16. Hafai kabisa kupoa mtoto wenu. Na mkimpa kwisha habari. Anajiita Gusaikia twende kwao. Mkimpa tu mmeharibu kila kitu chenu. Kia mwanangu. Basi, mwalimu. Sawa, wewe nenda. Sisi tutadili na Ukiti yako. Sawa. Wewe safiri tu, wewe nenda. Mimi naenda. Bwana komedu. Hii anatulijua hii. Kwani imekuwaje? Wameongea 1 mpaka 11. Yaani yote. Yaani wewe baba ufai kabisa. Sasa sihitaji uoe. Nataka binti yenu. Kwa hiyo unataka mwanangu? Ndio. Wewe si unataka mwanangu? Subiri. Wewe subiri, usiwe na papara wala nini. Baba anakuja na kitu kutoka special supermarket. Wow. Bahati yako sana. Allah! Allah! Allah!